wewe mzee, kwani wewe unakuanga mchawi? Unarishanga watu nini wewe mzee? Niachilie nitaongea. Yaani auntie, yaani unaweza nifanyia hivyo? Nitasema ukweli. Nazo useme ukweli haraka basi. Niachilie. Enda. Wewe nikuja. Wacha. Sawa. Sijaenda mwanamke. Unaleta wanawake kwa nini? Babe nakupenda. Watana naye. Unafanya nini? Unataka kujifanya nini? Acha kuongea wewe. Tokeni nje. Wewe na bibi yako mtoke. Usishikane na huko. Achana naye. Sikiza, acha kuongea. Achana naye. Nani anapata mwingine? Yeye ndo mkuji, mimi ndo mkali. Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. Guys, hapa Madhe amefika. Na naona amefika kama ametoa hiyo title deed. Wacha tuamini kwamba ni hiyo ya pale nyumbani, si ndio? Ni hiyo. Nimeleta. Nimerejesha. Utaipea daktari kwanza. Njoo hizi mpaka utakaze kwanza, sababu hivi bure mambo itageuka. Ujaribu kutakaza kidogo. Madhe ulikuwa unaenda kujificha Mombasa kwa nini? Juu ya hii story tu. Si hivi tunaisha tu haraka. Sikuwa nimeenda kujificha. Ni hali tu ile nisukuma nikajikuta nimefika huko. Na tuone. Kuja chukua kabata hii. Unajua huyu? Huyu simjui. Hata sijaimuona. Sawa. Asante sana daktari. Hiyo ni ya pale yenye kwa boma, si ndio? Kwa mambo iko sawa, mtu asikuje akakufanyia kitu. Mtu asikuje kufanyia kitu yoyote hapo. So kumaanisha hata wale manini polisi wenye walikuwa wameletwa hapo walikuwa tu wamekuja mchezo. Walikuwa wamepangana. Serikali ya saa hii ni pesa, bora ufinye mtu pesa. Kwa sababu kabata tunasema kuna mapolisi walikuja hapo kutoa. Nilikuja na wale nitoa usiku. Serikali saa hii ni pesa tu. Pesa saa hii ndio kila kitu. Lakini hao wanyonge sisi tutashughulikia hao ambao wana hiyo pesa. Sisi tuka hapo kwa ajili yao. Sasa mama, mimi najua sikutaka kuzungushwa. Na kuna mambo mengine hapa ambayo ningetaka kukuuliza kidogo. Huyu ambaye amesimama hapo kando yako unamfahamu? Simfahamu. Hata hujaisikia chochote kumuhusu? Sijawahi. Okay, sawa. Huyu nadhani unajua huyu kijana alikuwa na bibi awali, si ndio? Ulikuwa unajua? Na huyu ndio mke wake na ameleta malalamishi. Na malalamishi yake imekuwa kwamba asaidiwi. Kufikia hapo nadhani umeanza kunielewa. Naelewa, endelea. Sasa amekuwa akilalamika kwa muda. Huyo kijana amemblock mambo mingi ya unajua mambo ya wanandoa, lakini akajaribu mpaka akapata Binai, namba ya Binai, akaweza kumpigia na akaweza kufika hapa akaleta malalamishi kwamba huyu kijana hamtumii chochote, yeye anahangaika na watoto na muhusika mkuu ambaye anafanya hii mambo yote yuko hapa. Na nadhani unajua ni nini naongelelea. Hapo sijui nini unaongelelea kwa sababu mimi nilijua huyu msichana wetu huyu hapa ndiye mke wake. Sasa mpaka sasa hivi bado mpaka auntie anaanza kuleta mambo ya uongo hapa. Unajua huyu mama hatujapata nako na yeye vizuri, ndio maana anaona ni kama tu ni mzaa tu tunaongea, na mimi sitaki tukorofishane mama. Sababu pahali tumefikia mimi sitaki tukorofishane. Mimi nataka uongee mambo yote, ufunguke ili tujue vile tunasuluhisha hii maneno, sababu wewe ni mtu mzima. Ukianza kuleta ukorofi na ujuaji, watoto ambao wako nyuma watakuwa wa aina gani? Na unajua sisi kama wazazi sisi ndio kielelezo. Mimi kusema ukweli sijui chochote. Sijui huyu msichana. Sijui kama ni mke wake. Hapo sijui. Na si nilikuwa nimeshatangazanga kitambo. Au kunitangazia. Kama Kavata alikuwa najua hata before babake akufe. Si tulikuwa tunashasema hii mambo. Au kunitangazia, na tena mimi singeingilia kwa sababu nilijua uko na msichana wetu. Sasa hapo singeingilia. Hata kama ungeingilia lakini ulikuwa unajua niko na mtu. Ni vile tu uko umemuona, sema ni hujui kani yeye. Nimesema simjui.
Nimesema simjui, sijai muona. Simjui kabisa. Kama unasema umjui, mimi ningependa nieleze kwamba unamjua. Na hata hiyo usaidizi ambaye alikuwa apati ni wewe ulizuia asipate. Auntie. Nini alizuia daktari? Kinizuia, yani nisipate usaidizi wowote kutoka kwa baba ya watoto. Kivipi? Daktari ndio huyo anaelezea. Unaweza kutuelezea? Acha nieleze. Unajua watu hii mchezo yao ilikuwa ni siri. Wao kutaka ijulikane na yani naangaika na watoto nyumbani juu yako. Mbinu kubwa ya huyu mwanamke huyu ilikuwa hapo kuzuia mawasiliano baina ya hawa wawili. Na yeye ndiye hata aliweza kublock namba na yule mtu ambaye alimtuma ni huyu sababu hakutaka. Hey, yani yani ukora yako imekufikisha hapo. Auntie. Hiyo yote mimi sijui. Sijui kabisa. Haujui aje na daktari ametuambia. Unataka kukana tena kama ile siku ulikataa? Hiyo bado nitakana. Unajua sasa mimi nataka mwenyewe ataongea tu, hata nyewe msikuwe na wasiwasi sababu akisema ajui ama anajua, hiyo ni yeye mwenyewe ataongea. Na unajua sababu naona ni kama muda wangu ananicheleweshea muda, mimi ningependa pia naye nimsalimie. Maadhe bado hujui? Sijui. Ningetaka nimsalimie kidogo. Unataka kufanywa kitu mbaya ndio uongee? Sijui mimi. Ndio itabidi tu amefanywa hizo mambo vizuri. Sasa ni kama hata Ingebidi nimsalimie kidogo. Unafanya nini wewe mzee? Kwani wewe unakuanga mchawi? Unarushanga watu nini wewe mzee? Niachilie nitaongea. yani unaweza nifanyia hivyo. Nitasema ukweli. Na useme ukweli haraka basi. Niachilie. Unajua hii kiburi yako ndio inafanya mimi si mambo yangu na wewe iendani. Hii kiburi ambayo unafanya mimi hainipendezi. Yani kuanzia sijui siku gani amekuwa kidanganya. Mpaka leo tu umekuwa kidanganya hizi vitu. Useme tu kweli mara moja. Niko tayari kusema ukweli. Niko tayari kusema ukweli mzee. Niko tayari. Ni mimi unipendangi ama nini? Hautakangi mimi nikiona naendelea mahali. Ukiona nimeingia kwa msichana wenu ni mbaya tena. Daktari usimtoache kwanza apate tu adabu kwa sababu huyu mama ni kama yeye. Yeye ndio chanzo wa kila kitu. Hii mambo yote ni yana usika. Na tamaa zake hizi, unajua hizi tamaa si vizuri. Tamaa ni mbaya. Yote naangaika juu yako mama. Hata siamini kama wewe ni wetu. Juu zile vitu unafanya ni vitu hata hazieleweki shwali. Ni hali nimenisukuma. Hali vipi? Wewe ni mwanamke mwenzetu jamani. Wacha apite akuje huko. Daktari mimi naona hata umuongeze. Uko tayari kuongea? Tayari kuongea. Watoto hata muongeze. Nataka uelezee watu. Nataka uwaelezee. Niko tayari kuongea. Nataka uwaelezee. Nataka uwaelezee kila kitu, mipango yako yote na ni nini ndio njama yako yote vile ulipanga. Nataka uwaambie kila mtu sababu unajua ulikuwa unajifanya kiburi ukiona kwamba umefika. Nataka uelezee hao kila kitu, mipango yako yote. Sasa mimi mpango yangu ilikuwa ni ya kwamba niharibie huyu kwa sababu ako na msichana wetu, na kwa vile ako na msichana wetu hata hajawahi leta mahari, hajawahi kuja tujuane nyumbani. Alikuwa anafaa leta mahari ama ni huyu? Huyu ndiye anafaa leta mahari. Mpaka hata umechanganyikiwa. Na hajawahi leta. Ni kudanganya, nataka kujaribu kudanganya. Hujawahi kuja nyumbani, hata ujui watu wa nyumbani. Mimi mambo ya mahari. Sasa unatumia msichana wetu huyu. Uko na mke, umemwacha nyumbani, umekuja kuingilia wetu sababu wetu ako na pesa. Lakini msichana wenyewe si alikuwa sawa. Mimi nikaingilia. Tena alikuwa sawa kama msichana. Nilikuwa sawa because nini? Aliniambia ako na baby mama. Nilimwambia upfront, nilimwambia mapema. Anakupoteza. Mimi shida yangu ilikuwa anakupoteza. Anakuharibia wakati. Wewe ulikuwa unawaamulia, lakini wao wenyewe walikuwa wameshakubaliana. Walikuwa wameshakubaliana, lakini mimi naona mbali kualiko. Sasa mimi nikikuwa na baby mama mwingine kando, inakuhusia nini? Mbona ukuje uanze kufanya mpaka ablokiwe? Mimi nilikuwa nataka ushike laini. Laini aje, inamaanisha hizo siku zote hukutaka ni reach mume wangu na nipate kujuana na huyu ndo huyu asijui ukweli, si ndio? Sio hivyo. Mimi nilitaka tu huyu ashike adabu yake. Adabu gani? Watoto wakihangaika hiyo ni adabu.
Na kwa nini watu wako very innocent. Hukutaka huyu nijuane na huyu ndio apate kujua kile ambayo inaendelea. Mimi shida yangu kubwa hapa nilikuwa nataka aachane na huyu na huyu msichana wetu kwa sababu alikuwa anampoteza kabisa. Na mimi shida ilikuwa wapi? Akubakie wewe sasa. Anibakie vipi na wakati umezuia hata nisimfikie? Ulikuwa umeweka mzingi pale huyu mwanamke mwenzangu wafanye kuzuia ili nisiweze kupatana na huyu. Huyu nilikuwa nimemweka tu kwa sababu ya mambo ya nyumba hapo. Hakuwa akuje kuharibu ndoa yako. Hata ueleweki mami. Ueleweki. Ilikuwa tu akuje. Ilikuwa tu akuje asimame kama kizuizi. Like nikuulize haja yako kubwa ilikuwa gani? Anti wewe fanya kukubali tu because mimi hata vitu zenye umekuwa ukifanya zinanishtua. Sawa nimekubali yote na lakini naomba msamaha. Yale yote nimekosea, naomba mniwie radhi. Mnisamehe. Mimi sina shida. Unajua mimi bora mtu akikubali makosa, mimi sinanga shida sababu mimi pia ni mwanadamu. Mimi sina shida. Na kitu ambaye mimi nataka kutoka kwako ni hizo vitu ambaye zimebaki, hiyo shamba ya nyumbani ambaye unakatalia. Nataka by kesho jioni. Nimekupea mpaka kesho jioni. Hizo vitu uletee huyu msichana sababu najua ziko mbali. Ndio maana sikukuambia ukuja nayo. Wewe unajua mahali ulienda kuweka. Nataka kesho jioni na akijaribu kesho ikipita we nitafute. Mimi nakuwa nakumulika hata kama nitakuwa mbali. Mimi nakumudu tu hapa. Mimi sina shida na hiyo. Ukitaka ufanye ukorofi lakini by kesho jioni hizo vitu mkabidhi. Nimekubali by shamba ya nini ya nyumbani Machakos. Ni shamba ya nyumbani Machakos. Nimekubali hizo title deed hiyo title deed naenda kuleta. Hata ile ya Mombasa, hizo nyumba za Mombasa naleta hizo title deeds, nitampatia nitamkabidhi. Na hizo vitu zote ni zake, wewe mpatie. Hizo ni vitu zake. Anti ukijaribu kusumbua ujue bado utashughulikiwa tu. Mimi niko na wewe na msichana chochote kibaya kikitendeka ama akijaribu kuleta ujuaji wewe nitafute ama hata mimi nitakuwa namulika tu pale nitakuwa naangalia darubini yangu akitaka aende kwingine aende ajikinge mimi sina shida na hiyo tumeelewana kesho jioni si ndio? Sawa. Na wewe kijana unajua pia wewe mambo yako ukorofi yako bado amuka tu naona bado ujuaji uko nayo. Hiyo pesa ambayo mlichukua kwa account nataka urudishie huyu msichana. Mimi nimenyamaza sababu nilitaka mwenyewe ujifunguke useme lakini naona huko unaleta ujuaji, si ndio? Hiyo pesa nataka utarudisha. Sio pesa wewe ndio uko nayo jo. Hiyo pesa mimi ndo nilibaki nayo kwa sababu anti alikuwa amebaki na hizo za mashamba. Sasa ulikuwa unasema hizo pesa mara anti pia alihusika. Anti alihusika ndio lakini percentage kubwa ilikuwa imebaki kwangu. 80% ilikuwa yangu. So mimi ndapeana hata kama ni leo jioni ama siku yote tu. Niko wapi? Hauko nayo karibu? Hapana, si ni savings iko kwa account. Nitaenda ni transfer kwa. Mimi sitaki siku nyingine, leo jioni tume hiyo pesa. Nadhani unaona vile mimi niko. Naongea tu hivi kwa unyonge na kwa upole lakini nikikasirika mimi ni simba. Sasa hiyo nitarudisha leo jioni hata kama tutaweza tuelewane vizuri tu na Kavata. Hiyo ni yenyu lakini sasa mimi nataka kila mtu apate haki yake. Alafu mama, huyo mtu ambaye anakudai deni na naona baada hajaachana na wewe sababu ni haki yake. Jua vile utafanya huyo mtu umlipe hiyo pesa yake. Nitalipa. Ni nani huyo daktari? Hajaachana na wewe. Nani huyo daktari? Huyo mtu Mswahili. Huyo Mswahili mwenye ulikuwa umetuma kukuja kusema nyumba ni yake. Nitamlipa. Kwa hivyo Mswahili ndo alikuwa alikuwa nakudai. Huyo mtu ngangana na yeye sababu huyo ndo baada alifanya maafa ya nini ya mtoto akapata? Yes, ni huyo. Na huyo naume alikuja hapa ati anataka kunivuruga. Yes. Ako wapi saa hizi? Ako karibu ama ako mbali? Ako mbali. Ako mbali. Alirudi Mombasa kwa sababu alikaa Mombasa. Ni mtu anakaa Mombasa, sio? Mwambie mali anakaa akiwa makini sana, asifanyie watu kitu kama hiyo. Akae makini, pia mimi naweza mtembelea. Mimi mtoto wangu. Sawa. Mbona angeshughulika na watu wengine? Unajua ulipe hiyo deni. Sababu ni deni hiyo siwezi ingilia sababu ni deni unadaiwa. Hiyo mimi siwezi ingilia hapo. Sababu mimi huwa naangalia haki. Sababu hiyo ni haki yake anakudai deni. Jaribu. Na vile tumeelewana kesho jioni hizo vitu huyo msichana apate. Hizo vitu zote ambaye anadai. Mimi sitaki tusumbuane tafadhali. Hatutasumbuana. Kavata mambo ya gari uliamua aje?
Mi sina shida na gari, mi gari hata naweza muachia. Bora tu nimepata nyumba yangu. Yeah. Gari unamwachia? Gari nitamwachia tu roho safi, sina shida. Naweza nunua Asante. nyingine. Okay, ni sawa. So mambo iko sawa. Nadhani Madhe umejifunza kitu. Sio vizuri kufanyia huyu ni damu yako, haina haja umfanyie mambo ulikuwa unamfanyia. Hata kama uko na watoto ukifanyia kitu kama hiyo itakuwa picha mzuri na utasikia vizuri kabisa. Huyu pia istoshe ni mtu ako na familia. Anajiamusha. Sasa mkiwafanya kitu mlikuwa mnafanya hivyo, Joan unatumia mtoto mdogo kama unamtumia kufanya vitu kama hizo. So unaona sasa wenye namuingiza kwa shida. Joan, mama yako anajua uko na wazazi? Lakini hawajui sisi. Hawajui hizi vitu unafanya? Siwezi waambia. Mimi najaribu tu njia zote ni survive. So kitu kama hiyo siwezi ambia mzazi. So una survive kwa njia kama hizi? Ushawahi fanya? Ya kwanza na si ati nafurahia na ni kitu siwezi rudia. So hii ni kitu ushawahi fanya kando na hii? Sijaifanya kitu kama hiyo. Amekuwa akiongea na kiburi sana. Ni kama anafurahia hizi kufanya hizi vitu. Wewe unanijua kuna shida. Nipige. Hata wewe sika Yesu, kuna kitu ushaifanya mbaya. Hakuna Yesu hapa. Tunajaribu kuwa kama Yesu lakini hakuna mtu anaweza kuwa kama Yesu. Lazima kuna kitu imejificha kwa closet yako ushaifanya kwa life yako. Heri ufanye kitu na usije kupatikana venye wewe umepatikana. Hakuna difference. So tulete hapo wazazi wako sasa tuambie hiki kitu ulikuwa unafanya. Haina haja uingize wazazi. Haina haja uingize wazazi hapa. Zingine unafanya kitu ambayo hata hiyo pesa yenyewe haikusaidia. Okay, imenisaidia personally, hiyo nayo sikudanganya. Imekusaidia imefanya nini? Imenisaidia. Nimelipa nayo rent kwenye nilikuwa nakaa kitambo. Sasa utakuwa unalipa nini na rent? Utakuwa unalipa nini rent? Nilikuwa na kazi yangu ni venye iko mzuri, lakini sasa na hiyo pesa nitapanua biashara. Huwa amelemewa. Na hata hiyo wakati tulikuwa na yeye alikuwa hata anashuka nywele, sasa hii hata hawezi. Maana nilikuwa najua tu vile alikuwa anajiga. Hawezi afford kununua hiyo nyumba. Nilijua tu. Ni sawa. Mimi sina shida. Hiyo ni mambo yenye mtaongea, lakini mimi kitu ambaye nilikuwa nataka huyu msichana apate haki yake, na hata huyu vile amejitokeza pia naye chochote kikitokea, wewe ni namba yangu utachukua kwa huyu kijana Binai, wewe nitafute. Huyu mwanaume akawa anajukumika. Na yoyote ambaye ako na swali anaweza uliza. Na wewe msichana, mimi nataka ubadilike. Nilikuambia maisha yako huku mbele ni mazuri. Jitume tu. Hii mambo ya ukora wewe bado mtoto mdogo. Hii wachana nayo. Hakuna mahali itakupeleka. Wewe jitume, sababu hapo ulikuwa unapoteza tu muda. Utapata kazi mzuri na utajijenga. Hapo ulikuwa unafunikwa tu macho. Mimi nimeshukuru daktari. At least umefanya watoto wangu watakuwa wanapata haki yao kutoka kwa baba yao. Nimeshukuru sana. Asante. Kwa siku ya leo. Kabata uko na kitu ya kuongea? Mimi nashukuru sana daktari amenisaidia. Nimepata mali yangu. Na uiweke vizuri. Usitupe venye unatupa hivyo. Naona sasa hizo kwa sawa. Asante sana daktari. Niko na furaha sasa. Leo sitalala kwa Airbnb tena. Chochote kikitokea nyinyi mnitafute, mnijulishe, lakini nitakuwa pia napiga darubini na angalia. Na mimi pia nimeshukuru. Na nasikia hiyo nyumba ilikuwa imefungwa, unafaa ujue venye unapata ufunguo ya kupeana huko. Si ndio? Si ilikuwa imefungwa? Ujue ufunguo upeane huko, sawa? Pea. Wewe ulikuwa na ufunguo ama nani alikuwa nayo? Niko nayo. Ama ulipeana Madhe huko? Mimi niko nayo, huyo uko nayo na huyu pia uko nayo. Pia uko na ki. Uko na funguo 3. So unaweza chukua. Hiyo funguo yote ni make sure amekupea. Uko na funguo? Niko na funguo. Pia mimi ningependa kumalizia. Sema asante, pia nimejifunza mengi saa hii. Kujifundisha mambo mapya pia, na kama ni baby mama hapo ndakuwa tu nashughulika upande wangu. Kama ni Kavata tutaongea tu naye vizuri. Tuelewane tu, tuelewane. Tutabaki wawili. Nikitaka sio lazima. So make sure ufunguo Madhe uko nayo. Niko nayo. Hiyo funguo yote mtasanya zote pamoja, zinakuanga 3, ndio? Tapeana. Mpeane Kavata tafadhali. Hakuna mtu yeyote mwenye anakosa kupea ufunguo tuambie. Unipigie simu, kuna namba yangu. Watanipea lakini Wakupee, yani upate kufungua lakini ubadilishe. Ndio. Okay, sawa. So daktari, tunashukuru sana kukuwa na sisi na kumaliza hii maneno vizuri. Hata mimi nashukuru kwa ushirikiano wenu, sababu huyu msichana amekuwa mtu muungwana, amekuwa mtu wa ushirikiano. Mtu ako na vita. Sio vile nilimwambia alishika maneno yangu. Unajua mimi sipendi mtu mjuaji, mtu wa matusi nini, lakini yeye nilimwambia na akashika mambo yangu. Amekuwa mtulivu na amekuwa mtu ambaye ananisikia. Mimi nafurahi sana, na huwa nafurahi nikiona watu wanapata haki yao namna hii. Sawa. Kavata wewe utatafutia daktari soda sasa. Daktari Kavata.